Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kukushukuru sana kwa kunipa nafasi hii adhimu kwa mujibu wa kanuni ya 64 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 ili niweze kuwasilisha hoja ya azimio la Bunge la kuipongeza timu yetu ya taifa ya vijana ya wanaume chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kwa mafanikio makubwa iliyoyapata hivi karibuni kwenye mashindano ya vijana ya Afrika AFCON Under 17. Mheshimiwa Naibu Spika, wote tumeshuhudia jana tarehe 28 Mei 2026 timu hii ya Serengeti Boys ikipata ushindi dhidi ya timu ya taifa ya vijana ya Misri katika mchezo wa nusu fainali. Timu yetu ilishinda kwa mkwaju wa penalti 4-3 baada ya timu zote kutoka sululu bila kufungana hadi mwisho wa mchezo huo uliofanyika nchini Morocco. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa matokeo hayo, Serengeti Boys imefuzu kucheza fainali za mataifa ya Afrika AFCON Under 17 ambayo inatarajiwa kufanyika mwaka huu 2026. Aidha, pamoja na kufuzu kushiriki fainali za AFCON Under 17, timu yetu ya Serengeti Boys pia imefuzu tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa vijana wa chini ya umri ya miaka 17 ambayo yanatarajiwa kufanyika nchini Qatar mwaka huu 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, ushindi huu wa Serengeti Boys na hatua waliofikia kimichezo ni jambo kubwa la kihistoria ambalo halijawahi kutokea hapa nchini kwa muda mrefu. Timu hii inapaswa kupongezwa na kupewa moyo, ari, hamasa kutoka kwa Watanzania wote tukiwepo sisi waheshimiwa wabunge ambao ndio wawakilishi wa wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha ushiriki wa timu hii ya Serengeti Boys katika mashindano hayo ni fursa kubwa ya kuitangaza nchi yetu ya Tanzania kimataifa, kuitangazia dunia kuwa sisi ni nchi ya amani na kwa njia hiyo kukuza utalii na uwekezaji hapa nchini. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kutoa pongezi nyingi kwa rais wetu ambaye ndiye mwanamichezo namba 1, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha sekta ya michezo kupitia uwekezaji mkubwa aliyoweka kwenye michezo ambao unaleta motisha kubwa kwa vijana wetu na michezo kwa ujumla, kuongeza juhudi za ushiriki katika mashindano mbalimbali ambayo timu zetu za taifa zinashiriki. Narudia, nitumie pia fursa hii kutoa pongezi nyingi kwa rais wetu ambaye ndiye mwana michezo nambari 1, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha sekta ya michezo kupitia uwekezaji mkubwa aliyoweka kwenye michezo ambao unaleta motisha kubwa kwa vijana wetu wa michezo kwa ujumla, kuongeza juhudi za ushiriki katika mashindano mbalimbali ambayo timu zetu na timu ya taifa inashiriki. Ushindi huu wa Serengeti Boys ni zawadi kubwa kwa rais wetu mpendwa, na sisi wabunge tunampa moyo ya kuendelea kuinua sekta ya michezo hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, sasa naomba uniruhusu niweze kuliwasilisha azimio hili mahususi la pongezi, kisha nitoe hoja ambayo kwa ridhaa yako nitaomba ichangiwe na wabunge. Azimio lenyewe ni kama ifuatavyo. Azimio la Bunge la kuipongeza timu ya taifa ya vijana wanaume chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kwa kufuzu fainali za AFCON na kukata tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17 mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa timu yetu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ambayo inashiriki michuano ya AFCON kwa vijana huko Morocco, jana tarehe 28 Mei 2026 ilipata ushindi wa mikwaju ya penalti 4-3 dhidi ya timu ya vijana ya taifa la Misri.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa ushindi huo wa Serengeti Boys umeiwezesha kufuzu fainali ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo inafanyika mwaka huu. Vile vile ushindi huo umewezesha Serengeti Boys kukata tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 itakayofanyika mwaka huu nchini Qatar. Na kwa kuwa ushindi huu ni jambo kubwa la kihistoria katika maendeleo ya soka ya michezo hapa nchini, kwani kwa miaka mingi timu zetu za hapa nchini hazijawahi kufikia mafanikio na hatua kama hiyo. Kwa kuwa ushirika wa timu ya Serengeti Boys katika mashindano haya umeletea Tanzania sifa kubwa kimataifa, kutangaza utalii wa nchi yetu, kuvutia wawekezaji na kuithibitishia dunia kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Na kwa kuwa maendeleo ya michezo hapa Tanzania yanachochewa na wadau mbalimbali, akiwemo kiongozi mkuu wa nchi yetu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha michezo. Na kwa kuwa ushindi wa Serengeti Boys ni jambo linapaswa kupongezwa na Watanzania wote, hususan sisi wabunge ambao ndio wawakilishi wa wananchi. Kwa hivyo basi, katika kikao chake cha 39 cha mkutano wa 3 wa bunge la 13, bunge linaazimia kuipongeza timu ya Serengeti Boys kwa ushindi ulioupata na hivyo kufuzu fainali za AFCON na pia kombe la dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 mwaka huu 2026. Kuipa timu ya Serengeti Boys moyo, hamasa na ari ya kupambana katika fainali hizo walizofanikiwa kuingia, ili hatimaye wapate ushindi na kuiletea Tanzania sifa nzuri, na kumpongeza mwanamichezo nambari 1 Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuinua na kuhamasisha sekta ya michezo nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante Mheshimiwa Bunge, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Esther Amos Bulaya kwa kuwasilisha hoja mezani. Mheshimiwa Bunge, baada ya hoja kutolewa na kuungwa mkono, tunao orodha ya wachangiaji. Tutaanza na Mheshimiwa Festo Richard Sanga, tafuatana na Mheshimiwa Husna Segiboko. Mheshimiwa Silvia Francis Sigula ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuchangia hoja ambayo imetolewa mezani. Kwanza niseme naunga mkono hoja kuwapongeza Serengeti Boys, lakini pia napongeza aliyeleta hoja hii mezani, dadangu Esther Bulaya, jirani yangu kabisa hapa, kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais amekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye michezo, yawezekana ukipima kuliko marais wote ambao wamewahi kuwepo katika nchi yetu. Kwenye sekta ya michezo, kipindi cha Dr. Samia tumefanya vizuri sana kwenye riadha, tumefanya vizuri sana kwenye ngumi, tumefanya vizuri sana kwenye football, tumefanya vizuri sana hata kwenye timu kubwa ya taifa tumefika 16 bora kwenye African. Ni kitu kikubwa sana kwenye nchi yetu. Haya ni mafanikio makubwa sana Mheshimiwa Rais, na ndio maana CAF waliamua kumpa tuzo ili ya kutambua mchango wake kwenye michezo kwenye mpira. Lakini Mheshimiwa Rais alipokuwa anamwapisha Christian Paul Makonda alizungumza maneno haya, alisema nina uhakika kazi inayokupa unaiweza na mchaka huu unaweza. Kwa haya yanayoendelea tunaona kabisa kwamba wizara inafanya kazi kubwa, na nikuunge mkono Mheshimiwa Waziri Christian Paul Makonda. Wizara ya michezo sio wizara ya kulala, ni wizara ya mchaka. Ni wizara ambayo kila siku tunahitaji kuona matunda, tunahitaji kuona watu wakishughulika hapa na pale. Kwa hiyo hata haya yanayoendelea ni kwamba
kazi kubwa wizara inafanya, baraza la michezo linafanya, lakini pia TFF wanafanya kazi kubwa. Mheshimiwa Waziri, ni kuunge mkono na nikupongeze, na tuna uhakika diplomasia ya michezo inatafsiriwa kwa vitendo, sio kwa kuzungumza. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Spika, hawa vijana alichokifanya kule Rabat Morocco, diplomasia ya michezo kati ya Tanzania na mataifa mengine inakuwa, watu wanaendelea kuiangazia Tanzania kwenye sekta ya michezo, na ndio maana kati ya watu wabobezi wa soka duniani Arsene Wenger jana amejitokeza akiipongeza Tanzania kwa kile ambacho wamekifanya. Ni lini tungempata Arsene Wenger akaipongeza Tanzania kama sio kupitia mafanikio ya Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo ninaipongeza sana. Kwa hiyo cha kwanza, katika nchi yoyote ile, Mheshimiwa Waziri, rais akiwa na political will ya kuendeleza michezo ndipo tunapoenda kufanikiwa. Tumeiona political will wa Mheshimiwa Rais kwenye kujenga infrastructures za michezo, viwanja vinajengwa kila kona. Lakini pili, hamasa anayoitoa, goli la mama anayoyafanya, lakini na maeneo mbalimbali ambayo anachagiza kuhakikisha kwamba na support timu zetu za michezo. Ni vema tukaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, usichoke, endelea kuhamasisha michezo kwenye nchi yetu. Wapo watakao kukatisha tamaa, ni kazi yao, lakini sisi tunachagua kusonga mbele kuhamasisha michezo. Makonda, huu mziki unauweza kuucheza, na najua wewe sio kinara wa sifa tu, wakikuchukia wanakuchukia, wakikufurahia wanakufurahia, wewe unasonga mbele. Kwa hiyo mimi nakuunga mkono. Mheshimiwa Naibu Waziri, kama tunaunga mkono vijana hawa, tafsiri yetu ni moja. Watanzania huko nje wanajiuliza swali moja: wakishatoka huko hatua gani zinafuata? Nitoe angalizo kwa Watanzania. Tuna changamoto ya kuwa na mameneja uchwara. Tuna changamoto ya kuwa na watu ambao wanaitwa mawakala kwa hawa wachezaji. Tuna changamoto ya kutokuandaa kisaikolojia wa wachezaji. Kwa jinsi ambavyo wameperform jana, ungekuwa unafuatilia michezo, waliperform katika kiwango ambacho tunahitaji kama taifa kuwaandaa vijana. Wakirudi basi tuwe na watu maalum ambao watakaa nao kisaikolojia, lakini masoko yaandaliwe, masoko maalum kwa ajili ya hawa vijana, kuliko wakija wakakimbilia kwenye hizi timu zingine ambazo zimekwaza tamaa kuwachukua na kuwakalisha wachezaji bila kuwatumia. Basi tuandalie masoko ya kimataifa, wachezaji wetu wakafanye vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaunga mkono hoja, ninaiunga mkono Wizara ya Michezo, ninamtakia kila laheri Mheshimiwa Rais, na hawa vijana tunaamini fainali tunabeba ubingwa, tunarudi nao nyumbani. Lakini nimtakie kila laheri Mheshimiwa Waziri Makonda pamoja na timu nzima ya Wizara ya Michezo kuhakikisha kwamba tunaunga mkono, lakini zaidi na TFF kwa kazi kubwa anaifanya. Lakini kubwa zaidi ni kwamba aliyeifikisha nusu fainali au fainali hii timu ni kocha ambaye ni mzawa. Akina Mirambo na kocha mwenzake ni watu ambao ni Watanzania wenzetu, ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakushukuru. Kama mdau wa michezo nina furaha na Watanzania wanafurahi kuona Serengeti Boys inafanya vizuri. Asante sana Mheshimiwa Naibu. Asante sana Mheshimiwa Festus Charles Sanga.